Rasulullah miftahu jannati Muhammad Rasulullah miftahu jannati. Na mtazamaji, karibu tena, na leo ndani ya Nukta katika historia, moja kwa moja tunaenda kuangazia kuhama kwa Waislamu katika mji wa Madina. Tukumbuke tu mtazamaji, katika kipindi kilichopita kuwa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitembelewa na kundi la watu kutoka katika mji wa Yathrib ambao unatambulika mji wa Madina, na wao walikuja kula kiapo ama kukubaliana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mkataba wa pili kwa kufata maamrisho ama maagizo ambayo Uislamu umetuletea sisi waumini ama sisi Waislamu wote kwa ujumla. Kwa hivyo basi walipotoka pale kuweka mkataba ama kukubaliana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndipo walienda katika miji yao na kuhakikisha wanaeneza Uislamu katika mji wa Madina. Haikubakia nyumba yoyote ile isipokuwa ndani ya nyumba hiyo ya iliyopo ndani ya mji wa Madina kuna utajo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa baada ya hapo ilikuwaje? Endelea kuungana nami. Lama alimat Quraishun, zama walipotambua Makuraishi biintishari liislami fi Madina, kuenea kwa Uislamu katika mji wa Madina. Walivyotambua hivyo, anasema shaddatil adha, basi walizidisha maudhi kwa Waislamu wote, lengo na madhumuni ili wazuie jambo lile la kuenea kwa Uislamu ndani ya mji wa Makka pamoja na Madina. Basi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotambua hilo, akaamua kuamrisha wale maswahaba zake waliopo katika mji wa Madina waliopo katika mji wa Makka wahame, watoke katika mji wa Makka wakimbilie katika mji wa Madina. Kule watakapoenda wataenda kukutana na ndugu zao Maansar, waweze kuishi kule ili waweze kupata salama na amani. Baada ya hapo walipopewa amri hiyo maswahaba, fakharaju, wote wakatoka katika mji wa Makka khufiyatan, kwa siri, na walikuwa wakitoka kwa siri hali ya kuhofia wale Makuraishi wasije wakatambua, alafu ikawa sababu ya wao kuwazuia wasikimbilie kule. Kwa hivyo basi walifanya hivyo kwa kadri wawezavyo, mpaka hatimaye wale wote waliokuwa kimkubali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaweza kubahatika, wakaweza kunusurika kutoka katika mji wa Makka kwenda katika mji wa Madina. Na swahaba huyu kipenzi kabisa ambaye ni Abu Bakari as-Siddiq radhiyallahu anhu, naye alitaka kuondoka, lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamzuia na kumuomba wataondoka naye pamoja. Kwa hivyo basi mtazamaji, endelea kuungana nasi katika vipindi vijavyo ili tuone, je, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomzuia Saidina Abu Bakar abaki naye ataondoka naye, je, walifaulu kwa namna gani? Usichoke kuungana nasi mpaka tamati ya kipindi hiki cha leo. Na mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu, leo ndani ya Uislamu tutakwenda kuangalia katika kipindi kilichopita tuliweza kuangalia usulul Islam, misingi ya Uislamu, na tukaieleza na kuitaja kuwa ipo minne. Lakini leo tutaanza kuelezea mmoja baada ya mwingine. Usulul Islam tulisema ni minne kwa haraka haraka. Tulitaja al-Quran, hadith, wal ijma'u wal qiyas. Lakini leo tutaanza na Quran. Al-Qurani huwa kitabullahi al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa Qurani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu kilichoteremshwa juu ya bwana wetu Muhammad
rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani, liislahi nasi, kwa ajili ya maslahi ya watu, fi dinihim, katika dini yao, wa duniyahum, na dunia yao, wa akhiratihim, na akhira yao. Ya pili katika usulul Islam ni hadithi. Hadithi nayo huwa aqwalu nabii sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ni maneno ya mtume, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani, wa a'maluhu allati, na matendo yake ambayo bayanat ahkam alqur'ani, yaliyokuja kubainisha hukumu za Qur'ani, wa arshadatin nasa ilaiha, na yakaelekeza watu kufuata hukumu hizo. Kwa hivyo leo, mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu, tutaishia katika misingi miwili hii, lakini katika kipindi kijacho tutamalizia misingi miwili inayofuata. Endelea kuungana nasi mpaka tamati ya kipindi hiki. Labbaik Allahumma labbaik. Vipi wewe, unausikia wito wa hija? Naam, fungua akaunti yako ya hija na umra sasa, tukuwezeshe kujiandaa kwa ajili ya kukamilisha ibada hii muhimu. Ndiyo, usisubiri, anza kujipanga kutimiza nguzo hii leo. Amana Bank, pamoja katika njia sahihi. Labbaik Allahumma labbaik. Vipi wewe, unausikia wito wa hija? Naam, fungua akaunti yako ya hija na umra sasa, tukuwezeshe kujiandaa kwa ajili ya kukamilisha ibada hii muhimu. Ndiyo, usisubiri, anza kujipanga kutimiza nguzo hii leo. Amana Bank, pamoja katika njia sahihi. Na mtazamaji, mpaka hapa hatuna la ziada. Nikushukuru wewe ambaye uliotumia fursa ya kuungana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati. Na kusihi tu usikose katika vipindi vijavyo vinavyokujia katika siku kama ya leo, muda na wakati kama huu. Ulikuwa nami Al-Habib Musa. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na Ustadh Maalim Ibn Omar. Kwa mawasiliano, maoni, ushauri, wasiliana nasi kupitia namba ama mitandao ya kijamii inaonekana hapo chini ya skrini yako. Wabillahi tawfiq, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.